Mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche ameibuka hadharani kwa kuchapisha ujumbe kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa Instagram akimnukuu Profesa Anna Tibaijuka aliyewahi kuwa waziri katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika chapisho hilo, John Heche ameonyesha kuridhishwa na kauli ya Profesa Tibaijuka anayomtaka Rais Samia Suluhu Hassan kutumia falsafa ya maridhiano inayojulikana kama 4R kumwachilia huru kiongozi wa Chadema Taifa Tundu Antipas Lissu, akidai kesi inayomkabili haijakamilika kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Katika chapisho lake, John Heche amenukuu maneno ya profesa yaliyotolewa siku hiyo hiyo ambapo profesa huyo alimshauri Rais Samia Suluhu Hassan kuendelea kutumia hekima na busara iliyomfanya kutangaza sera za maridhiano ya 4R mara alipoingia madarakani, akisema falsafa hiyo hiyo inapaswa kumwongoza tena katika kushughulikia suala la Tundu Lissu. Profesa Anna Tibaijuka alieleza kuwa taarifa zinazosambaa kupitia vyombo vya habari vya kimataifa kuhusu hali ya Tundu Lissu zinaibua hisia kali miongoni mwa jamii, hasa vijana, huku wazee nao wakikumbushwa matukio ya kihistoria yaliyowahi kutokea nchini, ikiwemo zoezi la kuhamisha wananchi kwenda vijijini kwa ujamaa lililofanyika kati ya mwaka 1974 na 1976. Kwa mujibu wa chapisho la John Heche, Profesa Anna aliongeza kuwa taarifa za kimataifa kuhusu swala hilo linaathiri kwa kiasi kikubwa taswira ya Tanzania na maslahi yake ya kimataifa, hivyo akasisitiza umuhimu wa kutafuta mwafaka kupitia njia ya uwajibikaji na maridhiano. Profesa huyo pia ametolea mfano tukio la Tundu Lissu kupigwa risasi 16 bila kupoteza uhai wake, akilitaja kama muujiza na kuwataka wananchi kuendelea kuwa na imani na Mungu, huku wakichukua hatua za kuikomboa nchi kwa ajili na kwa njia ya amani. John Heche akiwa mwenyekiti wa taifa wa Chadema na mbunge wa zamani amechagua kutopinga wala kupuuza kauli hiyo ya Profesa Tibaijuka, bali kuzisambaza kupitia jukwaa lake la Instagram, hatua inayoashiria kuwa ameridhika na mtazamo aliyoonyesha profesa huyo kuhusu hali ya Tundu Lissu na uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kitendo hicho ya John Heche kinaonekana kuwa sehemu ya jitihada za uongozi wa Chadema za kuendeleza kutafuta mianya ya kidiplomasia na kisiasa itakayomsaidia kupatikana kwa ufumbuzi wa kesi inayomkabili mwenyekiti wao Tundu Lissu baada ya kumtumia lugha kali dhidi ya serikali pekee. Uamuzi wa John Heche wa kuchapisha kauli za Profesa Tibaijuka umezua mjadala mpana miongoni mwa wananchi kwenye mitandao ya kijamii, ambapo baadhi ya wafuasi wa Chadema na wadau wengine wa kisiasa wameonyesha kuunga mkono hatua hiyo, wakimtaka Rais Samia Suluhu Hassan kutumia mamlaka yake kikatiba kuharakisha ufumbuzi wa swala la Tundu Lissu. Wengine kati ya waliotoa maoni yao chini ya chapisho hilo la John Heche wamekumbusha matukio ya nyuma yanayomhusisha Rais Samia Suluhu Hassan na Tundu Lissu, ikiwemo ziara zake za kumtembelea Tundu Lissu alipokuwa akipata matibabu nchini Kenya na nchini Ubelgiji, pamoja na uamuzi wake wa awali wa kuondoa mashtaka yaliyokuwa yakimkabili Tundu Lissu akiwa mbunge. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanaeleza kuwa hatua ya John Heche ya kumnukuu Profesa Tibaijuka inaonyesha mwelekeo mpya wa uongozi wa Chadema wa kutumia sauti za watu wenye heshima na uzoefu mkubwa katika jamii.
badala ya kutegemea vyombo vya habari vya kimataifa pekee katika kujenga hoja za kutaka ufumbuzi wa haraka wa kesi za viongozi wa kisiasa wanaokabiliwa na mashtaka nchini. John Heche ambaye ameendelea kushikilia nafasi ya wenyekiti wa taifa wa Chadema tangu kuchukua nafasi hiyo, amekuwa akijulikana kwa msimamo wake mkali dhidi ya serikali katika masuala mbalimbali ya kisiasa. Hivyo uamuzi wake wa kusambaza ujumbe wenye mwelekeo wa maridhiano unaonekana kama hatua tofauti ya msimamo wake wa awali wa kupambana moja kwa moja na uongozi wa Chama cha Mapinduzi. Wakati huo huo, chapisho la John Heche limeibua mjadala mzito kuhusu swala la usawa mbele ya sheria, ambapo baadhi ya wachangiaji chini ya chapisho hilo wameeleza kuwa hakuna mtu aliye juu ya sheria bila kujali cheo au umaarufu wake katika jamii, wakisisitiza kuwa kosa la jinai linapaswa kushughulikiwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria bila kujali nafasi ya mhusika. Maoni mengine yaliyotolewa chini ya chapisho la John Heche yamegusia mfano aliyewahi kuwa mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe, ambaye alikabiliwa na kesi zilizofanana na hii wakati wa uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo hatimaye mashtaka yake yaliondolewa na mkurugenzi wa mashtaka DPP. Chapisho la John Heche pia limevuta hisia za wanasiasa na wafuasi wa vyama tofauti, ambapo baadhi wameeleza kushangazwa na jinsi Profesa Anna Tibaijuka aliyewahi kuhudumu ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi alivyoonekana kumtetea kiongozi wa chama cha upinzani. Hali hii imeongeza mvuto kwa hatua ya John Heche ya kusambaza kauli hizo, kwani inaonyesha jinsi swala la Tundu Lissu limevuka mipaka ya vyama vya siasa na kuwa jambo linalowahusu wananchi wa itikadi mbalimbali za kisiasa nchini Tanzania. Kufuatia chapisho hili la John Heche, mjadala kuhusu hatima ya kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu umeendelea kushika kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku wananchi wakiendelea kutoa maoni tofauti kuhusu jinsi serikali na mihimili mingine ya dola inavyopaswa kushughulikia swala hilo, huku wakisubiri hatua zaidi kutoka kwa mamlaka husika kuhusiana na maombi yaliyotolewa na Profesa Anna Tibaijuka na kuungwa mkono na mwenyekiti wa chama cha Chadema John Heche. Wakati huu kumekuwa na shinikizo mbalimbali kutoka vyombo vya habari vya kimataifa na vilevile mataifa mengine ya Ulaya, ikiwemo bunge la Ulaya na seneti ya Marekani, ambayo imekuwa kipaumbele kushinikiza serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kutatua kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa Tundu Lissu, ambaye ameendelea kushikiliwa katika gereza la Ukonga kwa zaidi ya mwaka moja na miezi minne, huku kesi yake dhidi ya uhaini ikiahirishwa mara kwa mara, jambo ambalo wengi wana wachambuzi wa siasa na masuala ya wanaharakati na haki za kiraia duniani wanadai kuwa serikali inatumia mpango wa kumzuia Tundu Lissu asije akaendelesha harakati wa kusaka katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.